Naam, karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuahidi hapo awali kabla kwenda kwenye mapumziko kwamba nitakuwa nao wageni hasa katika kutoka vyama vya maafisa wa afya hapa nchini, na kwanza kabisa nitaanza kuwakaribisha wageni wangu George Gibore ambaye anatoka katika kile chama cha maafisa wa kliniki kama sijakosea, lakini pia nipo naye Odipo Nicholas kutoka kile chama cha maafisa wa maabara, alafu kisha nipo naye Brown Ashira ambaye ni katibu wa muungano wa maafisa wa afya ya umma, yani public health officers kama sijakosea bila shaka. Leo hii tunazungumzia swala nyeti sana, mgogoro katika sekta ya afya. Lakini pia hoja za vyama vya wahudumu hawa afya ambazo zimekuwa zikijadiliwa, zikiibuliwa mara si moja katika serikali inayokuja, serikali hii zilizopita. Mambo ni mengi, lakini tu kwa faida ya mtazamaji ni kwamba tulipokuwa tunaandaa mazungumzo haya, mjadala huu wa kipindi hiki, tumejaribu kuwatafuta pia maafisa kutoka Wizara ya Afya ama serikalini ili waje wajumuike nasi katika mahojiano haya, lakini hata hivyo juhudi zetu zimegonga mwamba, manake tulitaka kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakuwa na ule ujumuishi wa sekta zote katika suala hili, ambapo serikali lakini pia wale wawakilishi wa vyama mbalimbali. Kitu cha kwanza kabisa ambacho maafisa wa afya wamekuwa wakizungumza ni kwamba kuandikwa kazi kwa mkataba wa kudumu lakini wenye pensheni kwa wale maafisa wa UHC, kupandishwa vyeo, kuajiriwa kwa maafisa wa kutosha, lakini pia mishahara kulipwa kwa wakati unaofaa, na mambo mengi kutekelezwa kikamilifu kwa mikataba ya CBA, ile mikataba ya kurejea kazini. Ni baadhi tu yale mambo ambayo yamekuwa yakijadiliwa katika sekta afya, na bila shaka yamekuwa yakijenga msingi wa migomo na baadhi ya hatua zinazochukuliwa na maafisa wa afya katika kulalamikia na kudai haki yao. Nianze kabisa na George Gibore. Swala la kwamba maafisa hawa wa UHC waajiriwe kwenye mikataba ya kudumu na yenye pensheni ni swala ambalo limekuwapo na limekuwa likipangiwa. Maanake nakumbuka maafisa hao, kama sijakosea, wakati ule wa corona walianza, wakati ule kama sijakosea walianza wakati wa corona, lakini baadaye ikaja ikasemekana kwamba kutokana na kazi yenu mlioifanya tutakuja tuwape kazi ya kudumu na zenye pensheni. Sasa serikali zimekuja hadi sasa hivi ni miaka kadhaa, manake wakati wa corona mpaka sasa ni miaka mingi tu, bado hawajaandikwa. Bajeti zimekuwa zikisomwa na bungeni, Wizara ya Fedha imekuwa ikitenga katika sekta ya afya, sekta ya elimu na afya tunajua kwamba ni zile sekta ambazo zinatengewa mgao mkubwa zaidi. Lakini hadi sasa bado hawajaandikwa, ama kuna hatua yote ambayo imepigwa, labda mwananchi hajui. Hilo ni swali nzuri ambalo umeuliza, na nataka kueleza kwamba tukisema kwamba tunataka kuboresha huduma ya afya, ina mihimili kadhaa ambayo unatakiwa kuiangalia. Moja ya hiyo ni kwamba una wahudumu wa afya wa kutosha na wenye tajriba ya kutosha. Alafu pia lazima wakuwe motivated. Sasa swala ambalo tunaliibua si tu masuala ya kupeana kandarasi za kudumu ama permanent and pensionable. Sisi tunasema ni ukiukaji wa sheria, kwa sababu sheria zipo zile ambazo sisi tunaziita serikali imezilete na ikatupatia sisi kuzitumia. Sheria inasema kwamba watu walio na tajriba sawa, wanafanya kazi sawa, waweze kupewa yani ile usawa. Sasa serikali kila mara inapokuwa inataka kuwakandamiza wengine, inalete majina tofauti. Kwa mfano tulikuwa na watu wengine walikuwa wanaitwa ESP. ESP pia ilikuja ikakuwa mgogoro mkubwa. ESP hawa ni watu wako na profession yao, ni wana mahabara, ni wana famasia na pia maafisa tabibu, wakiwemo wengine hata wauguzi. Wanakuwa wako na tajriba yao, wanatakiwa kuitwa kama clinical officers ama maafisa tabibu, wapewe ajira yao. So wanakuja wanatangazwa kama UHC staff. Wakishaandikwa wanapewa jina tofauti ili waweze kupata daraja ya kuwakandamiza. So hili daraja lilipokuja likawekwa UHC staff, wakaanza kulipwa shilingi 50,000 kijumla kwa wale ambaye walikuwa wanafanya kazi hasa wakiwa na qualification ya diploma. Na afu wale walikuwa na degree wanalipwa 80,000. Na kuna wale walikuwa chini ya diploma walikuwa wanalipwa around 20,000, 40,000. Hiyo ni kando na ile mishahara ambayo imeratibishwa na
shirika lile the SRC ambaye ndio imepewa majukumu kikatiba kuweza kuratibisha mishahara ya wafanyakazi. So ili muweze kuvunja mkataba huo, mnawapatia jina ambaye haiko katika zile vitengo ambavyo SRC wameweza kuratibisha mishahara yao. Ukienda kwa ile qualification yao wana fit somewhere, but majina ambayo wamepewa title ni tofauti. Sasa sisi tukaanza masuala haya yamekuwepo kwamba waweze kupewa kandarasi ambazo za kudumu na serikali iweze kutii sheria, iweze kulainisha kutoka 2022. So kukakuwepo kwamba hakuna pesa. Last year yote tulienda mgomo zaidi ya siku 100 na kitu. Ndiyo. Na tukaweza kusukuma serikali sasa wamewekeza na pesa zipo 8.9 billion yenye ambayo inatakiwa kuhakikisha kwamba wamewekwa katika kandarasi za kudumu. Na miundo msingi tulionayo ya governance imetupatia tatizo, kwa sababu kila mara, na tatizo ambayo tuko nalo kwa sasa eti barua hazijatoka, pesa zipo, ni kwa sababu kuna cold war kati ya national government na county government. Na sasa inamuumiza Mkenya mlala hoi na inamuumiza mfanyakazi ambaye hana kitu ambacho anatakiwa kujua kuhusu wao kutokubaliana wawili wao. Sisi haitutakiwi kujua ni step gani ambazo zinaendelea. Na ndio maana mara mingi tunasema sheria ambayo tuko nazo, katiba ambayo tuliojipatia, imekaa miaka mingi ambayo tunatakiwa kufanya an audit. Tujue ni nini haifanyi kazi, ni nini imegonga mwamba, ili kusudi turekebishe. Tumekuwa na migomo zaidi ya 100 na kitu tangia tulipoenda ugatuzi. Na kila mara tunapoenda kwenye mgomo, watu wanapoteza maisha, wengine wanakuwa na complication ambazo haziko reversible. Na sasa kama saa hii hospitali za umma ziko kwenye mgomo kwa sababu tunasema watu wapewe barua, gatuzi zinakataa, serikali kuu inasema wapi. Sasa huu mgogoro wa nani aseme nini na ni nani aliye na kauli gani, serikali kuu na serikali za gatuzi zinawaumiza wagonjwa. Na ni kweli inakamilisha kauli yetu ile ambaye watu huwa wanasema kwamba serikali inakula watu wake. Inakula watu wake kwa kutojali, kwa kuwauza, kwa sababu wanauza watu wao, kwa sababu wasipo wahakikishia kwamba wanapata huduma za afya wanapozihitaji, basi serikali inakula watu wake. Hai, zuia hapo nije kwako Odipo Nicholas. Yes. Bila shaka katika maafisa hawa maabara ametaja kwamba mgogoro mkubwa uliopo ni kwamba ni mgogoro kati ya serikali za kaunti na serikali za kitaifa. Ina maana kwamba hakuna msimamo wa kauli moja kwamba hawa watu waandikwe, hawa maafisa wa afya waandikwe kazi, hili swala tulitatue namna hii. Lakini amesema migomo takriban 150 tangu ugatuzi uanze. Sasa tunaweza kulisuluhisha namna gani tatizo hili? Nyinyi kama maafisa wa afya mnahisi kwamba suluhu ni vipi ili kuhakikisha kwamba basi kuna uwiano kati ya hii serikali mbili, ya kaunti lakini pia kitaifa, ili hawa maafisa wa UHC ambao walikuwa wamepewa majina tofauti na mishahara ambao haiendani na viwango vyao vya utaaluma lakini pia elimu yao waweze kuandikwa kazi? Asante sana Sam. Hili tatizo limekuwa kwa muda mingi sana, na nadhani wale watu wenye wako kwa nyadhifa ya uongozi hawajatia maanani kujaribu kutafuta suluhisho ya hii tatizo. Na kwa fikra yangu naona hii nchi kuna watu wale wenye wanataka watumie wenzao vibaya. Na kwa ndio maana unasikia kama ndugu yangu amesema wanapachika hizi vikundi vya wafanyikazi majina. Ndio sasa wakuwe kama ni kuwalipa mshahara, wakuwe wanalipa mshahara duni. Sisi kama vyama vya wafanyikazi tumesemezana, na si kitu tulianza kusema kwa saa hii. Kwa muda saa hii tumekuwa tukiisema. Tulisema kwa ile wakati wa serikali ya Uhuru kuwa usimamizi wa sekta ya afya inafaa irudishwe kwa national government. Kwa sababu
mimi nikiwa na malaria hapa Nairobi, hiyo malaria iwezi kuwa tofauti na ile malaria yenye iko Turkana. Kumaanisha zile magonjwa zenye si upigania ni the same kwa kila county. So uwezi pata hapa Nairobi, gavana hapa ugatuzi wa Nairobi inafanya mambo yake kwa sekta ya afya tofauti na ile kaunti ingine kama ya Turkana ama ya Marsabit. Inafaa kama ni kufanya kazi ama kupeana huduma ya afya ikuwe ni the same kwa kila mwananchi. Saa hii ukiangalia utapata kuna ile kaunti yenye imejaribu sana kupeana huduma. Kaunti ingine unapata haina huduma yoyote. So unapata wale watu wa hiyo kaunti wanatoka wakienda kwa kaunti ingine kutafuta nini? Kutafuta huduma. Huduma yenye alifaa apate kwa kaunti yake. So mbona hiyo ikue na hizi services ni services the same? So chenye tunasema ni hivi, kama wafanyikazi wa afya tunataka hii sekta, hata kama usimamizi wa hospitali itabaki kwa county, usimamizi wa wafanyikazi inafaa ikuje chini ya national government, serikali ya kitaifa, so that ukiwa hapa mshahara ikilipwa inalipwa kila mtu. Kwa sababu saa hii utapata kaunti moja haijalipa mshahara kwa miezi 3 na miwili. Kaunti ingine inalipa mshahara kwa wakati. Na hii ni watu wa taaluma moja wanafanya kazi, kazi yenye wanafanya ni kimoja, ni the same. So chenye iko ni kuwa tuko tuna siasa, kwa sababu katiba imeelekeza venye watu wanafaa wafanye kazi, makaunti wanafaa wafanye kazi. Sasa kuja kwa hii maneno ya UHC, sisi vyama vya wafanyikazi tulisindikiza parliament watu waweke pesa ya kupeana kandarasi ya kudumu kwa hii watu kwa watu wa UHC. Pesa ipo, lakini sasa ukienda kwa county wako na mahitaji yao yenye sasa wanataka kutumia hii maneno ya UHC waeneze ile interest yenye wako nayo. Wakati wanafanya hivi, kuna watu wanaumia. Watu wa UHC wanaumia. Wale wagonjwa wenye hii watu wa UHC walikuwa wanapea huduma pia wanaumia. Lakini kwa governor yeye hawezi ona hiyo. Chenye anaona ni ile interest yake, ile siasa yake yenye anataka kueneza. Of which wakati imefika ile yenye sasa lazima tuseme enough is enough. Na venye mwenzangu amesema we need to do an audit ya hii maneno ya ugatuzi. Zile vitu zenye hazifanyiki huko chini zirudishwe kwa serikali kuu. Asante sana Odipo, lakini pia niende kwake Brown Ashira, katibu wa muungano wa maafisa wa afya ya umma. Hivi katika maafisa wa afya ya umma ni malalamiko gani makuu ambayo hayo yamejenga hoja za maafisa hao katika kushinikiza serikali iwajibike? Nashukuru sana KTN na Bwana Amani kwa kutualika hapa. Kwanza kabisa niseme ya kwamba Kenya hii tuko na shida kubwa sana katika hali ya afya. Mara sio UHC, mara sio mambo ya SHA, mara sio mambo ya miundo msingi, mara sio mambo ya kuajiriwa. Unajua swala nzima la afya linafaa kuangaliwa kikamilifu. Na ukituona tukiwa nje, na unajua mimi ni mwanafunzi mzuri na historia. Wakati serikali hii ilipokuja mamlakani, tuliketi pale katika Catholic University na President na Rais, na tukasema ya kwamba tunahitaji kuajiri zaidi ya 20,000 wafanyikazi wa afya. Lakini ni jambo ambalo ni mbaya sana, maana Rais ama serikali ijatilia hilo maanani. Tumeona walimu wakiajiriwa close to 56,000, tumeona wafanyikazi wa polisi wakiajiriwa,
lakini hatujakuwa na deliberate action ya kuweza kuajiri wafanyakazi wa afya ya umma. Na sisi kama public health officers, unajua mfano tumekuwa na majanga, nipe mfano ya Mpox na Ebola juzi, tumekuwa na a hot debate about mambo ya Ebola. Na kukitokea mambo ya majanga kama Ebola, tunaweza kuexpose inji katika hatari ya kusambaa kwa majanga kama hayo, maana hatuna wafanyikazi wa afya ya umma ama wafanyikazi wa afya wa kutosha kuweza kukabiliana na majanga kama hayo. Na tumekuwa na serikali ambayo haijaweza kuajiri. Mambo ya UHC kama mpango mzima wa afya kwa wote, kama serikali ingelikuwa iko very serious, ingeliweza kufanya nini? Kuharakisha, kuweza kuajiri, kupea hawa ndugu zetu na dada zetu kadara za kudumu. Tunapozungumza sasa hivi, hawa ndugu zetu hawana mshahara, hawajalipwa, wako katika hali ya anxiety. Kuna a lot of insecurity ambayo ina surround hiyo maneno ya UHC. Na tuko na serikali ambazo zinavurutana, vile Gibora amesema. Serikali kuu inasema hivi, serikali za county, za mitaa zinasema hivi. Sisi, wacha niseme hivi, tulitafuta hizo hela kama watu wa miungano ya afya. Tukapiga kambi pale bunge, tukashinikiza seneti, tukashinikiza bunge la kitaifa na bunge la seneti, wakaweka makadirio ya bajeti. Wizara ya afya ikaweka pesa. Sasa itakuwaje magavana ambao ndio afya nzima, swala nzima la afya limegatuliwa, inakuwaje magavana hawataki kuwapatia wafanyikazi wetu wa UHC kandarasi za kudumu? Tunasema ya kwamba ni makosa na ni hali ya kusikitisha. Tunataka ya kwamba tuone magavana wakiajibika. Vile wanakuanga na mbio, wakiingia ndege, wakienda Marekani, wakikimbia ndege, wakizunguka, tuwakuwe na mbio ya kupea wafanyikazi wetu wa UHC kandarasi za kudumu. Na wacha nikwambie, we are not joking. Sisi kama wafanyikazi wa afya, mgomo huu ambao tumeanza siku ambayo 2 days ago, umeona kumekuwa na shida hata Kericho leo asubuhi. Watu wanaingia kwenye hospitali pale, watu hawapati huduma za afya, maana hakuna watu wa kuwapea. Wamama wajawazito wanaumia, wala wanafaa kujifungua hawezi wakajifungua, wala watu ambao ni wazee, wala ambao wako na terminal illness kama wale wako na sukari na hypertension hawezi wakapata dawa, maana wala ambao watu wanafaa kuwashughulikia hawako kwenye kazini. Na sio kwa sababu ya kupenda kwetu, ni kwa sababu magavana wamekataa, wamedinda kuwapea kandarasi za kudumu wafanyikazi wetu wa universal health coverage. Kwa hivyo sisi kama public health officers, sisi kama watu wa mahabara, sisi kama watu wa clinical na wengine, tunasema ya kwamba ni wakati mzuri ya kwamba rais aingilie ile swali. Tuweze kupeana order. Na unajua tumeona president akipeana orders. Sasa hata nimeshangaa sana Amani. Orders za president zimekuwa kama roadside declarations. President anasema wapewe kandarasi, wizara haitimizi. Tunashindwa, kwani president kuona heshimiki. Kwa hivyo tunataka kuomba ya kwamba sisi hatukatai kurudi kazini, tunataka kwenda kazini, lakini tutarudi tu iwapo tutapata zile barua ambazo ni za kandarasi za kudumu kwa watoto wa UHC, na tuweze kuona pia wafanyakazi wakiajiriwa, na kuona clinical officers wakiajiriwa, watu wetu wa public health wakiajiriwa, hata watu wa maabara na wengine wakiweza kuajiriwa. Asante sana. Nimfahamishe tu mtazamaji kwamba tulipokuwa tunaanza kipindi hiki tumeweza kuwatafuta maafisa kutoka Wizara ya Afya ili waje wazungumzie hoja hii nzito, lakini hatukuweza kuwapata. Lakini hata hivyo, iwapo kuna afisa yote kutoka Wizara ya Afya ambaye yupo radhi kufika na kuzungumzia masuala haya, basi tunatangaza tunaweza kumpa na ruhusa ama nafasi kuja kuzungumzia masuala haya ambayo tunaendelea kujadili. Nije kwako tena Gibore. Mwenzangu amezungumzia kuhusiana na swala la kwamba mgomo huu utaendelea hadi pale matakwa yenu yatakapotekelezwa. Lakini mojawapo ya kitu ambacho kinafanya wafanyakazi kurejea kazini hata wanapokuwa kwenye mgomo, japokuwa labda hawajaridhishwa kwa sasa hivi, lakini pia wamefanya mazungumzo na serikali, ni CBA. Bila shaka, yani mna sign mkataba kwamba nyinyi tumeelewana kwamba kufikia mwezi fulani vitu kadha wa kadha viwe vimetekelezwa. Katika maafisa wa kliniki, swala hili limeathiri ama ni mikataba gani ambayo imekuwa ikisainiwa na pia imetekelezwa kwa kiasi gani, na imeathiri vipi utendakazi wa maafisa hawa kliniki? Swali nzuri sana. Kama vile nilivyosema, sheria zetu ni mufti, ni nzuri, zina uelekezi sawa. Tukizifuata tutaboresha huduma ya afya na tutahakikisha hakuna hii interruption ambayo ina happen kila mara na mara.
Na juzi tukio tunazungumzia, nikasema viongozi wetu katika gatuzi wanapokuwa wanataka hasa gatuzi na pia hata national government wanapokuwa wanataka kura, wanakuja wakituahidi mambo makubwa. Unajua, ukimwahidi mtoto kumnunulia mkate, usipofanya hivyo inakuwa deni ambaye hata isahau. Wakenya kwa leo hii wana haki ya kupewa huduma ya afya kama vile wameweza kuwekewa katika kipengele 43 ya constitution yetu, na sisi tunajua kwamba iwapo hiyo imefanywa hivyo, kuna vitu kadhaa ambazo zinatakiwa kufanywa. Na tukiwa kama viongozi wa wafanyakazi hawa, maneno ambayo tunayoyazungumzia si yetu kibinafsi, yanakuwa ni maneno ambayo yametokana na wale ambao tunaoongoza wa huduma wa afya, wanachama, na wanasema waziwazi kile ambacho wanachokitaka. Kwa mfano, mgomo ambao tulikuwa nao mwisho ni ule ambao ulianza mwaka uliopita tarehe 23 mwezi wa 12 na ukaisha tarehe 24 mwezi wa kwanza mwaka huu. Na tulikuwa tumekubaliana kwamba waweze kuweka hawa wana UHC na wale wengine walikuwa wanaitwa Global Fund staff wapewe kandarasi permanent and pensionable. Wale wa Global Fund walikuwa wamefanya kazi zaidi ya miezi 24 bila malipo yoyote. Tukasema waweze kulipo kwa sababu muhisani alipoondoka, sababu hao walikuwa wameachiliwa na muhisani. Alipoondoka wakaachwa kama yatima. Na serikali ipo, wanafanya kazi katika hospitali ya serikali. Tukasema basi tekeleza. Lipa hao watu na waweke katika, kwa sababu wamefanya kazi zaidi ya miaka 16 wakifanya katika kandarasi. Yani ile unafanya partner anakuja anasema nataka kusaidia serikali, nataka kuajiri watu kiwango fulani, wanaendelea kuwalipa zaidi ya miaka 16 walikuwa wanafanya kazi. Mkataba uliokuwepo ni kwamba muhisani anapoondoka, serikali itakuwa imeshajipanga kuweza kuwamiliki watu hawa na kuwaweka katika permanent and pensionable. Lakini wanapoondoka zaidi ya miaka 2, serikali haina nia na haina mwelekeo hasa za ugatuzi, kwa sababu serikali kuu ilichukua wake ikaweka katika kandarasi za kudumu. Sasa wale ambao wako katika ugatuzi wakaendelea kusafa. Na tunasema mkataba ule tulipokubaliana huu ambaye ni return to work ya mwezi wa kwanza, ikawa imesema kufikia mwezi wa 4 walikuwa watoe ama wapatia barua za kuweza kuweka katika kandarasi za kudumu. Haijafanyika. Nani amekiuka mkataba? Serikali. Cha pili, tukawa pia tumesema CBA tulikuwa tumenegotiate zaidi ya miaka 8. Sasa tukawa tumekamilisha na tulikuwa na siku ya kutia sahihi ambayo ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 2, na tukasema pia wale ambao hawatakuwa wamepatikana siku hiyo wana muda wa kuja kutia sahihi na isipite tarehe 16 mwezi wa 2. Mpaka leo hii kuna gatuzi ambazo hazijatia sahihi mkataba wetu ama the CBA collective bargaining agreement. Nauliza, ni nani anaenda mgomo, serikali ama sisi? Kwa sababu tuna makubaliano hawajatekeleza. Upande mmoja umetia sahihi, sisi tumeisha. Yes, unapata gatuzi fulani zimekuja zimetia sahihi, lakini wengi wao hawajaweza kufanya hivyo. Ile CBA huyo katika huu mkataba, hiyo makubaliano tulikuwa nayo mwezi wa kwanza, tukakubaliana vizuri vile ambavyo tulikuwa tutimize ama kutekeleza CBA. Haijatekelezwa. Gatuzi 4 peke yake ndio wametekeleza. Kati ya kaunti 47. Kati ya kaunti 47. Kaunti 4 peke yake. Kaunti 4 peke yake. Na sasa nauliza, nani anaenda kwenye mgomo? Serikali ama maafisa tabibu? Lingine la muhimu kwa ile ni kwamba kuna pesa ambazo zilikuwa ile tunaita salary review. The SRC walikuwa wamesha review salary za wafanyakazi. Na kutoka 2023 gatuzi under the Council of Governors wakakataa kutimiza kutekeleza. Katika ile makubaliano tukawa tumesema watekeleze immediately. Immediately ni without intervening period. Yani hakuna muda kadhaa hapo katikati wa kusubiri. Mpaka leo hii tuko na gatuzi ambazo hazijatekeleza. Nani anatekeleza Wakenya? Ni sisi ama ni wao? Basi ndio nasema hivi. Nataka nikumaliza niseme. Mikataba ni huu tu ninausema huu, lakini ipo kadhaa. Kila mara watu wanapoenda kwenye mgomo ni kwa sababu mkataba fulani haukutimizwa. Mkataba fulani haukutimizwa. Kwa mfano CBA yetu
ina effective date ni July 2025. Mwaka wa kwanza wa kifedha umeisha. Tunaenda mwaka wa pili wa kifedha. Ikifika mwaka wa pili wa kifedha watakwambia tumeshindwa kuwekeza, tumeshindwa kutekeleza. Nafikiri ni swala zito. Na inakuwa mgogoro. Nafikiri ni swala zito Gibore, hilo tukirejea tutakuwa tunalizungumza kwa kina kuhusiana na swala la mikataba katika maafisa wa kliniki, lakini pia tutakuwa tunakwenda kwa mwenzangu pale Odipo Nicholas kuhusiana na maafisa wa maabara. Pia watufahamishe pia ni matatizo yapi ambayo ni nyeti sana kwa maafisa wa maabara, jinsi ulivyozungumza Brown Ashira kuhusiana na maafisa wa afya. Bila shaka mtazamaji, utaniruhusu tu nichukue pumziko fupi kwa sasa, tukirejea na mazungumzo zaidi. Usiende mbali.